Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nanyi popote ambapo mnatizama runinga ya taifa hapa mjini Goma. Huu ni muda mwafaka kuwaletea taarifa za habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Tukuletea habari kulingana na wakimbizi wa toka Rwanda ambao wanabaki hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kurejea nchini mwao kupitia msaada unaowasafirisha kupitia shirika ya UNHCR pamoja na wale washirika wake. Mengi ni katika ripoti hii. Wakimbizi 610 wa Nyarwanda wamerejeshwa nchini mwao hii siku ya Alhamisi tarehe 22 Mei mwaka 2025 kupitia shirika linalohusika na wakimbizi UNHCR pamoja na washirika wake. Wakimbizi hao mkiwemo wanaume, wanawake pamoja na watoto wanamaliza miaka kadhaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiishi maisha duni. Alisema hivyo Bibi Chantal Murekatete akiwa mshauri wake liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Wakimbizi hao wa Nyarwanda walipokelewa kupitia Bibi Pasifike Ishimwe akiwa meya makamu wa mji wa Rubavu au sikae na mambo ya kiutu. Hawa wanapokelewa mnamo kempi yao ya mapokezi wakisubiri kurejeshwa ndani ya familia zao. Serikali ya nchi ya Rwanda kupitia kiongozi huyu anawaita Wanyarwanda wote ambao waendelea kubaki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kurejea nchini mwao ikiwa ni nchini Rwanda. Kiongozi huyo alikuwa na kauli hii: benye bote banabakia bakuye biko na témoignage ya wengine benye tulisha akeile hapa bakuye hapa ni security, hakuna shida. Tunaba introduire mu familia zabo na tunabaingiza mu development mu programme chache za Rwanda. Mbele ya wapashaji wa habari, wakimbizi hao wameahidi ya kwamba ni kwa hiari yao wenyewe ndio wameweza kujitolea kuweza kurejea nchini mwao ikiwa ni nchini Rwanda. Wakimbizi walikuwa na kauli hii: Natoka Karenga niko naenda Rwanda. Shuka maisha mubaya, kuteseka kila siku. Mimi nizaliwa kule, papa aye ni Munyarwanda na mama ni Munyarwanda. Mimi jamaa yangu ishakufa. Papa ndio mwenye yuko mimi ishatutupa. Ninafurahi juu ndio mwenye jamaa iko juu kule, nilikuwa ninateseka na sina jamaa kule. Leo Munyarwanda vitu ishatuchanga, ndio maana tunarudia Rwanda. Nimefurahi juu mimi nafika munji yetu. Ijulisho ya kwamba tangu wakimbizi wa Nyarwanda warejeshwe nchini mwao ni zaidi ya 1700 ndio wameweza kurejeshwa kupitia shirika UNHCR pamoja na washirika wake. Katika habari zingine, tariki 26 Mei mwaka tunao siku ya kwanza ndipo kutanzilishwa kazi zote katika ofisi inayohusika na mambo ya udongo jimboni Kivu ya Kaskazini, eneo popote ambapo jeshi ya ARC inakuwa imezibiti. Alihakikisha hivyo liwali jimboni Bwana Erasto Musanga Bahati. Alisema ya kwamba vikaratasi vya kuruhusu udongo vitaweza kushushwa bei. Bwana Erasto Musanga Bahati katika kauli hii akiwa liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Mnamo ripoti hii yake Chantal Sibazuri. Kuna kushirika inayohusika na mambo ya udongo ndani ya maeneo inayogombolewa. Tayari kazi zitaanzishwa siku ya kwanza tarehe 26 Mei. Ni hatua iliyochukuliwa na serikali jimboni wakati ya mkutano ulioendeshwa kwenye ofisi yake liwali wa jimbo Bahati Musanga Erasto. Mkutano iliyokutanisha wale wote wanaohusika na mambo ya udongo wa wilaya ya Masisi, Ruchuru, Nyiragongo na hapa mjini Goma. Ndani ya mkutano hiyo iliwezwa pia kuchukuliwa hatua ya kupunguza bei ya kulipisha bei yote inayohusika kupata vikaratasi inayohusika na mambo ya udongo. Ilikuwa pia muda mzuri kwa liwali Erasto Bahati Musanga kualika raia kuweza kubadilisha tabia. Tumsikilize liwali. Watu ni wamwizi, kama watu nini, ifo tubadilike, tuitiwe jina mzuri. Watu ya kadastri basiitiwe watu wakuvujisha. Unaona mtu iko na parcel, iko na dokimata. Mtu iko na shamba iko nafanyiziwa dokimata na ni shamba moja. Ifo vile vitu ifo tutumikie population yetu na tutumike mtuwatiri. Tafahamu kwamba wakati wa kazi itaanzishwa, kazi itakuwa inaanza kwa masaa za kidogo.
Na kwa habari zingine, kumeshirikiwa hii tariki 22 Mei mwaka utunao sikukuu ya kimataifa ya kunena kujadiliana katika lugha za mababu katika utamaduni wetu. Bwana Kambale Profesa Mbokani aliweza kuzunisha kuona ya kwamba lugha za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinakuwa zimeanza kusauliwa wakati wakazi wamekuwa wameiga lugha za nyumbani. Bwana Profesa Mbokani Kambale alikuwa na ya kusema katika kauli hii. Wazungu wenyewe walifika hapa kutukolonize, balikuwa banaona tuko bashenzi sana. Maulimi yetu, vitu ya zamani, makutume yetu na malugha yetu, baliona ni malugha ya kishenzi, inafaa kuiramplace na malugha yao na madesturi zabo. Utaona par exemple mtu mwenyewe anasema voilà, batoto yangu haifai munasema lugha ya kwetu. Kwa kuonyesha kama tunasilimuka, inafaa kusema Kifranza. Mwenyewe aseme Kifranza manake ni mshenzi. Njoo mnafundisha batoto yenu Kifranza. Sasa wale watoto wenu batapata magumu komunike na batate yabo. Alors, kwa ginzi habatayua ulimi ya batate yabo, habatayua desturi za kwabo. Mwenye hajui desturi za kwabo, hajui langi ya kwabo, hajui na madesturi ya kwabo, anakuwa kasawa muti yenye haina mizizi. Tujelekeze mnamo kata la Katoi, vijana karibuni 20 kwa hiari yao wenyewe wamejiunga kuingia katika jeshi ya ARC, ikiwa ni jeshi ya mapinduzi ya chama cha AFC M23. Vijana hao waliweza kujikusudia kuingia katika jeshi hiyo katika ilikuwa uhimizaji ambao uliweza kuendeshwa mnamo kata la Katoi hii tariki 22 Mei mwaka huu tunao. Mengi ni katika ripoti hii yake Bibi Chantal Sibazuri. Kampeni ya uhimizaji iliendeshwa siku ya tarehe 22 Mei kwenye rond-point Kilijiwe ndani ya kata Katoi. Timu ya uhimizaji jimboni ni apata vijana 20 walijitoa kwa kuingia ndani ya jeshi ya kweli ya AFCM 23. Vijana wale walisema kuwa tayari kwa kutumikia nchi. Tuwasikilize hapa. Zaraulika, tunatesewa na basoda wa FRDC, tunanyanyasika. Nimeona watu ya mingi banajiunga na FCM 23, na mimi nasema acha na mimi nijiunge. Ni volonte yangu, nimejisikia kabisa. Nilikuwa tayari, hii siku nilikuwa naichunga, na Mungu aniongoze anifikishe mbali sana. Hakuna mwamenikaza, nilitoka kunyumba mie moya, hakuna mwalinituma mie moya ku volonte yangu. Mimi naona nchi yetu aende sawa. Tuko tayari sana kuangusha ile regime ya Chilombo, na kwenda yangu ni judi mkutane Kinshasa siku kiti yake. Mzazi mmoja wa kijana aliyejitolea kuingia ndani ya jeshi alifurahia kuona kijana wake kujitolea. Tumsikilize akisema, "Tutapeka na jitoaka, haiko mzazi, haiko baba, haiko nani. Basi mubachunge tu kule mzuri. Juni na haiko wangu ni wetu shebote. Juni inji ikakuwa mzuri, ni shebote atatusaidia." Mtaelewa kwamba watembeza pikipiki wamoja walifurahi kuona vijana kuingia ndani ya jeshi kwa hiari yao wenyewe. Tumsikilize mmoja anashuhudia hapa. Hivi hakuna mtu mwana ba force banaweza tuenda kwa usalama, ndio tunawanga mkono kabisa. Abakaziwe mtu anaenda mkazi yenye anasikia roho yake na mtuma. Mtafahamu kwamba raia wengi walihudhuria meeting hiyo. Habari zingine, wilayani Nyiragongo kuliendeshwa msako ambao uliweza kufanyika kupitia kikosi cha jeshi ya ARC, na hapo waliweza kufaulu kuwashika wale ambao ni majambazi wengi pamoja na majeshi wa FRDC na wazalendo, na pia miongoni mwa wale ambao waliweza kunaswa mnakwemo pia wanamgambo wa FDLR. Yote iliweza kuendeshwa kwa hii tariki 22 Mei mwaka huu tunao. Kiongozi mmoja makamu wa sehemu za Bujovu aliweza kushukuru jeshi ya ARC kwa kuweza kuendesha msako huo, kwani umekuwa manufaa kwa raia wa mahali. Kiongozi huyo alikuwa na kauli ifuatayo. Bwana Jean-Claude alisema haya.
tulibahatika kuona majeshi zetu walikuwa kufanya msako huko, na msako tulikuwa tunaihitaji si wakaaji pamoja, kwa sababu activities zetu zote sie ni priorite, sie kwanza ni security, na ile security tuko tunaiwinda usiku na mchana, tuko tunaitafuta na tala kusudi tuipate. Halafu tulipata bahati, majeshi zetu wanalamukia mwingine kwenda kufanya couvre-feu ama msako, kutafuta mabandia bebana tukosesha usalama usiku na mchana. Hapa mjini Goma kunaonekana kando kando ya barabara, kunaonekana wale ambao wanaendesha kazi za biashara, eneo ambapo watu wanakuwa wakipita kupitia miguu, na hiyo imeonekana hasa sehemu za Birere. Kwenye barabara kunaonekana msongamano wa watu, pikipiki, magari, na ile yote inasababisha kuwa na msongamano wa watu wengi, na yaweza pia kusababisha kuleta ajali barabarani kwani watu wanakuwa wengi. Hasa kwenye rompwe ya Ruchuru, kazi hizo zinaendeshwa kwenye barabara. Kunakuwa wachuuzi wenye kuuzisha unga wa soja, mahindi, maharagwe, hata na kalanga. Na sehemu zingine kunaonekana duka ndogo ndogo pembezoni ya barabara, ingalau viongozi wa chama cha AFC M23 walikwisha kupiga marufuku kuona tena duka ndogo ndogo kwenye barabara hapa mjini Goma, pembezoni ya nafasi ambapo raia wanakuwa kupitia miguu. Tumalize habari zetu kupitia habari za michezo, wakati wakufunzi mbalimbali wameanza tena kuonesha yale ambao waliweza kujifunza katika yale ambao waliweza kujifunza na CAFB kwa kuweza kupata cheti chao. Kwa hiyo Bwana Birindwa apatikana hapa mjini Goma akiwa akifunza timu ya Dauphin Noir na Gol. Mengi ni katika ripoti hii yake Christian Mususu na François Tambwe, mpigaji wa picha katika ripoti hiyo. Mwalimu Birindwa Chirongozi yupo mjini Goma, mzaliwa wa hapa nyumbani, yuko katika kazi za kupata ujuzi ama stage ndani ya timu za nyumbani. Birindwa Chirongozi alifurahishwa na mafunzo kwa mjini Kinshasa. Hapa anaeleza. Nawaza formation tuko Kinshasa, tulifanya siku 25 kwa kufanya module ya kwanza na ya pili, na leo tunakutanika Goma ni mkadri ya kutafuta wapi tunaweza kufanya stage, parce que formation ina exige kufanya stage module yote par rapport na ma conditions zenye ziko Mkongo. Tulipasha fanya kila module tunaenda tunafanya stage ya demo tunarudia, mais par rapport na ma conditions zenye tunatraverser Mkongo, na pale tunamremercier tena CAF kwa kutuaccorder kupasser des stages zote à la fois, des modules à la fois, pour que ça te permettre kufanya stage une fois pour toutes. Na ndio maana unaona leo niko Goma dans le cadre ya stage. D'ici là je vais nitarudia Kinshasa kuendelesha na kumaliza kupata diplome ya licence BCAF. Kwa sasa anapitisha wakati yake ndani ya timu Dauphin Noir na Gol. Timu zote za hapa mjini Goma inampashwa kueneza masaa 14 ili kuweza kupana ripoti zake kwenye Direction Technique Nationale huko mjini Kinshasa. Hapa Birindwa anapana mafasi. Sema niko pale kama stagiaire. Alors siku ya match ni kuniruhusu kama staff. Wakasema coach ukikale kumba utuangalie kitu tunacheza, ndaangalia parce que niko pale si kwa kuleta ordre, lakini kufuata mipango yenyewe wa coach wako pale wananipatishia. Na kama niko kwa ekipe mbili ni kwa kusema tuko na module mbili za kufanya. Module ya kwanza naomba stage yake na module ya pili naomba stage yake. Alors siwezi kufanya module stage moja kwa ekipe mbili, module zote mbili. Inawezekana naweza kufanya jinsi niko nafanya ku Dauphin, kusema programme ya Dauphin iko na stage yake na programme ya Gol iko na stage yake. Ni kusema wakati nitarudia Kinshasa nitarudia na raporo mbili ya stage. Ni vema kufahamu ya kwamba Birindwa Chirongozi ipo mafunzoni ili kupata cheti cha CAF ama licence B, na itaweza kuendelea na kumalizika tangu tarehe 16 Juni mpaka tarehe 4 Julai mwaka huu uko mjini Kinshasa. Ni kupitia habari hiyo ya michezo ndipo tunatamatisha habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Shukrani kwako ambao uliandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho ya habari. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nanyi popote ambapo mnatizama runinga RTNC hapa mjini Goma. Muendelee kufuata programu zote ambazo zinapita kwenye RTNC hapa mjini Goma. Kwaherini.